Urusi imefanya shambulizi kubwa la makombora na drones jana Jumapili katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv na maeneo yanayozunguka na kusababisha vifo vya takriban watu 15 huku makumi wakijeruhiwa. Shambulizi hilo limetokea siku moja kabla ya mkutano wa NATO unaotarajiwa kufanyika Ankara, Uturuki, ambako Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanatarajiwa kujadili vita hivyo. Kwa mujibu wa Zelensky, Urusi ilirusha makombora 68 na drones 351 katika shambulizi hilo la usiku. Amesema uharibifu umeripotiwa katika zaidi ya maeneo 10 mjini Kyiv, yakiwemo majengo ya makazi. Zelensky amesema watu 68 wameokolewa mjini Kyiv, wakiwemo watoto wawili, huku akisema watu 11 wamethibitishwa kufariki na takriban 60 kujeruhiwa. Katika eneo la Kyiv, watu watatu zaidi wamefariki na wengine 16 kujeruhiwa. Amesema moto bado unaendelea katika eneo la Vyshniv ambako kombora lilipiga, huku shughuli za kuondoa watu katika maeneo ya makazi binafsi zikiendelea. Zaidi ya waokoaji na polisi 400 wanashiriki kukabiliana na madhara ya shambulizi hilo. Zelensky amewapongeza wanajeshi wa Ukraine kwa kudungua drones na makombora ya cruise, lakini amesema nchi yake bado inashindwa kukabiliana ipasavyo na makombora ya ballistic kutokana na uhaba wa makombora ya kuzuia mashambulizi. Ameitaka Marekani na washirika wa Ulaya watumie mkutano wa NATO kufanya maamuzi makubwa ya kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine, akisema makombora ya Patriot yanapobaki kwenye maghala ya washirika, Urusi inapata ujasiri wa kuendelea kushambulia majengo ya makazi. Baada ya mkutano huo, Trump anatarajiwa kuzungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin, wakati Washington ikijaribu kufufua juhudi za amani zilizokwama.